Unawezeje kumpa ibilisi nafasi? Unawezeje kumpa ibilisi nafasi? Tunaposoma kwenye Efeso 4:27, maandiko yanasema kwamba usimpe ibilisi nafasi, wala tusimpe ibilisi nafasi. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya, mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Kwa hiyo anasema tusimpe ibilisi nafasi. Maana kuna uwezekano wa wewe kumpa ibilisi nafasi. Kwa kuna mambo mengine yamkini hayaendi jinsi ambavyo tulikuwa tunatarajia kwa sababu tulimpa ibilisi nafasi. Kuna ndoa hazina amani, inawezekana kwa sababu wanandoa walimpa ibilisi nafasi. Kuna familia hazina amani kwa sababu zimempa ibilisi nafasi. Ofisi hazina amani kwa sababu zimempa ibilisi nafasi. Nakumbuka kwamba ibilisi ana kazi 3 tu: kuchinja, kuua na kuharibu. Hizo ndio kazi zake. Na Paulo anapoandikia Waefeso 4:27 kwamba wala tusimpe ibilisi nafasi, maana kuna uwezekano wa kumpa ibilisi nafasi. Sasa ni vema kujua ni namna gani ambavyo tunaweza kumpa ibilisi nafasi. Ni namna gani? Tutakwenda kuangalia namna 3 ambazo zinaweza kumpa ibilisi nafasi. Kumbuka ziko zaidi ya 3, lakini mimi nimeona niangalie 3 tu. Namna 3 tu ambazo zinaweza kumpa ibilisi nafasi. Na eneo la kwanza ni kwenye mawazo. Wote tunajua kwamba kila kitu kinaanza na wazo. Aliyeiba alianza na wazo. Aliyezini alianza na wazo. Chochote kinachoonekana katika ulimwengu huu wa mwili kilianza na wazo. Na ndio maana tunaposoma kwenye Wafilipi 4:8 nasema, hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, mambo yote yenye kupendeza, kuwepo utu wema wote, yatafakarini hayo. Kwa Paulo alikuwa anaandikia Wafilipi ni mambo gani ambao wanatakiwa kutafakari. Lakini tunaposoma kwenye Yoshua 1:8 maandiko yanasema kwamba kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Unawaza nini mara kwa mara? Unachowaza kinaweza kumpa ibilisi nafasi. Unachotafakari kinaweza kumpa ibilisi nafasi. Na ndio maana hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo kweli, na maandiko yanasema neno la Mungu ndio kweli. Kwenye Yohana 17 kwamba watakase na ile kweli, neno lako ndio kweli. Unatafakari nini? Je, hicho unachotafakari mara kwa mara kinaendana na neno la Mungu? Kwa namna mojawapo ambayo tunaweza tukampa ibilisi nafasi ni kupitia mawazo yetu. Adui anaweza kaachilia wazo ambalo linapingana na kile ambacho Mungu ameanza. Kila mtu aliyeanguka dhambini alianza na wazo, lakini hakushtuka kwamba ni adui, kwamba adui anatafuta nafasi ya kumwangusha. Aliendelea kulikumbatia hilo wazo. Na ndio maana tunatakiwa kuangusha kila mawazo yanayojiinua juu ya elimu ya Mungu na kuteka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo. Tunaposoma kwenye Wakorintho wa 2:13-5 maandiko yanasema ingawa tunaenenda kwa mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha kila mawazo na kila kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo. Kwa Paulo anawaambia Wakorintho kwamba ni kweli tunaenenda kwa mwili, katika mwili, lakini silaha za vita vyetu sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sasa ngome zilizokuwa nazungumzia hapa ni mfumo wa kuwaza ambao unapingana na neno la Mungu, ni mfumo wa kuwaza ambao unapingana na ahadi za Mungu kwenye maisha yetu. Kwa mawazo yetu yanaweza kumpa ibilisi nafasi. Unawaza nini mara kwa mara? Kuna watu ambao wamevamiwa na mapepo, walipokuwa na mawazo na msongo wa mawazo, adui akapata nafasi. Yoshua anasema kwamba tafakari kitabu cha Torati usiku na mchana. Kuna uhusiano mkubwa wa maisha yako yalivyo na vitu unavyovitafakari mara kwa mara na mambo unayowaza mara kwa mara. Yoshua aliambia kwamba utakapotafakari kitabu cha Torati usiku na mchana, utastawi na kufanikiwa katika njia zako. Mafanikio yetu yanategemea wakati mwingine tunawaza nini, tunatafakari nini mara kwa mara. Je, unatafakari mafanikio mara kwa mara? Kwa mawazo
tunaweza kumpa ibilisi nafasi kwa mawazo yetu. Kila dhambi unayoona ilianza na wazo. Kila tendo lililodhihirika katika ulimwengu huu wa mwili lilianza na wazo. Na ndio maana Paulo kwenye Wakorintho wa pili 10:3-5 anasema tunatakiwa kuangusha kila mawazo, pinga kila wazo ambalo linapingana na neno la Mungu, ambalo linapingana na ahadi ya Mungu juu ya maisha yako, ambalo liko kinyume na kile ambacho Mungu anasema. Lakini namna ya pili ambayo tunaweza tukampa ibilisi nafasi ni kwa maneno yetu. Tunaposoma kwenye Mithali 6:2 maandiko yanasema basi umetegwa kwa maneno yako, umekamatwa kwa maneno ya vinywa vyako. Umetegwa. Kuna watu wengi ambao hawako makini na maneno yanayotoka kwenye vinywa vyao. Petro anaambia kwamba kama nataka kuona siku njema, uzuie ulimi wako usinene mabaya. Uzuie ulimi wako usinene mbaya, wala kinywa chako kisinene hila. Kwa maneno ya vinywa vyetu yanaweza kumpa nafasi. Na ndio maana maandiko kwenye Mithali 6:2 inasema kwamba basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Maneno yetu yanaweza kumpa ibilisi nafasi. Paulo anawaambia kwenye Waefeso 4:29 ya kwamba neno lolote lililo ovu lisitoke kinywani mwako, bali lilo jema lenye kumfahamu hitaji. Bali lilo jema. Sasa maneno yenu yakolee Mungu. Neno lolote lililo ovu. Watu wamejiloga kwa maneno yao wenyewe. Watu wamejiharibu kwa maneno yao wenyewe. Wameharibu biashara zao, wameharibu watoto wao, wameharibu ndoa zao kwa midomo yao wenyewe. Walitamka, adui akatumia kinyume chao. Basi umetegwa kwa midomo yako. Maneno yetu yanaweza kumpa ibilisi nafasi, na ndio maana linda kinywa chako. Zaburi inasema kwamba Bwana, weka mlinzi kwenye kinywa changu, weka mngojezi kwenye midomo yangu. Yalikuwa ni maombi kwamba weka mlinzi kwenye kinywa changu, weka mngojezi kwenye midomo yangu, weka mngojezi. Lakini pia Zaburi inasema maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Maneno ya kinywa chako ni vema yakapata kibali mbele za Mungu. Mawazo ya moyo wako ni vema yakapata kibali mbele za Mungu, kwa sababu kama yasipopata kibali mbele za Mungu yatapata kibali kwa ibilisi. Lakini jambo la tatu ni kutokusamehe. Kuna watu ambao sio wepesi kusamehe. Petro akamuuliza Yesu kwamba ni mtu nimsamehe mara ngapi akinikosea? Yesu akasema hata 7 mara 70. Kwa kifupi alisema kwamba hakuna kiwango cha kukosewa ambacho huwezi kusamehe. Na tunaposamehe sio kwa faida ya yule aliyetukosea, ni kwa faida yetu wenyewe. Unapomsamehe aliyekukosea ni kwa faida yako, sio kwa faida ya yule aliyekukosea. Unapomsamehe yule aliyekukosea ni kwa faida yako. Kutokusamehe inaweza kuwa ni mlango wa ibilisi. Unaweza kumpa ibilisi nafasi kwa kutokusamehe, akaharibu maisha yako, akaharibu hatima yako. Kuna watu wamejaa na uchungu ndani ya mioyo yao. Waliumizwa, hawajasamehe. Walifanywa mabaya, hawajasamehe. Wamejaa na uchungu ndani ya mioyo yao. Na unashangaa wakati mwingine kwa nini mambo yao hayaendi, kwa sababu wamempa ibilisi nafasi. Kwa mawazo yanaweza kumpa ibilisi nafasi. Tunaweza kumpa ibilisi nafasi kwa mawazo yetu, maana kila kitu kinaanza na wazo. Aliyeanguka dhambini alianza na wazo, aliyeiba yoyote aliyeanguka kwenye eneo lote alianza na wazo. Wanafanya mambo mazuri pia wanaanza na wazo. Lakini pia maneno yetu, unatamka nini kinatoka kwenye kinywa chako. Yakobo 3:2 anasema mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ndio mtu mkamilifu. Lakini pia kutokusamehe. Usiposamehe unampa ibilisi nafasi ya kuharibu maisha yake. Kumbuka kazi ya ibilisi ni 3 tu: kuchinja, kuua na kuharibu. Utashangaa vitu vyako vyote haviendi kwa sababu umempa ibilisi nafasi. Yupo kazini, umempa ridhaa ya kufanya kuchinja, kuua na kuharibu. Roho Mtakatifu akusaidie usimpe nafasi ibilisi katika jina la Yesu. Maneno ya kinywa chako na mawazo ya moyo wako yapate kibali mbele za Mungu. Mungu aachilie, aweke mlinzi kwenye kinywa chako, aweke mngojezi kwenye midomo yako. Mungu akupe neema ya kutamka yaliyo mema. Haijalishi umekasirika kiasi gani, Mungu akupe neema ya kutamka yaliyo mema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu akubariki kwa kusikiliza mafundisho haya. Ndio kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe,
unaweza ukashare, unaweza ukacomment katika jina la Yesu. Amen.